Karibu Shafii TV Online, ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Ibana, inakuaje? Jina langu ni Shafii the Honest kutokea Shafii TV Online. Bana, leo hapa mbele yangu niko na mmoja kati ya marapa ambao wanaiwakilisha Nachingwea, lakini pia ni katibu wa wasanii wilayani Nachingwea. Tumekuja kupiga na story, lakini amekuja pia kutuaga Shafii TV Online. Ni mmoja kati ya msanii ambaye tumemtafuta kwa muda mrefu, hatimaye leo hii tumepiga na story. Tuna mengi ya kuzungumza naye, utasikiliza pia mengi ambayo mwanetu tuko naye this time around. Behind the camera tuko na mwanetu TZ. Bana, nakwaje mzee? Kama kaa, mesha vipi mwanangu? Fresh unyama? Nyama. Sisi Shafii TV tunakufahamu, lakini na baadhi pia watazamaji wa Shafii TV tungetamani kwa ambao hawakufahamu uweze kujitambulisha, lakini tuendelee na story ambazo tumekuja kupiga leo hii. Kwa majina anajulikana kama Mtata OG, mtatanishi wa taifa, sio? Okay, mtatanishi wa taifa. Last time ulikuwa unajiita G2P. Kitu gani ambacho kilifanya uchange kutoka kwenye G2P kuja kwenye Mtata OG? Nilichange jina kutoka kwenye G2P kuja kwenye Mtata OG kwa sababu G2P kidogo ilikuwa ni jina gumu kwa baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wananifuatia kwenye mitandao ya kijamii, wanavyoandika kutana kutoka kwenye G2P wengi. Kwa that's why nikaamua kuchange jina kujiita Mtata OG _ mtatanishi. Kwa ukiingia tu pale ukiandika Mtata OG mtatanishi, umpate mtu mwingine zaidi ya Mtata mwenyewe. Okay, G2P tunapenda pia tufahamu japo kwa ufupi kwanza historia yako ya mziki, ulianzia lini na kwa nini uliamua kufanya mziki, lakini kwa nini uliamua pia kufanya mziki wa hip hop? Historia yangu ya mziki nimeanza 2007 wakati nasoma Sangu Mbeya, ikiwa sekondari kidato cha kwanza, ndiko nilianza harakati zangu za mziki, kwa sababu kuna baadhi ya watu walioniinspire kipindi hicho kama kina Complex Marehemu, kuna Mr. True. Kwa nadhani hawa ndio mimi ambao nilikuwa nafuata kutoka kwao. Kwa that's why nikaamua kufanya mziki wa hip hop. Sikuchagua mziki mwingine kwa sababu mziki wa hip hop ni mziki wa maisha na kitu ambacho ninachokifanya nakipenda. Kwa that's why nikaamua kubase kwenye mziki wa hip hop. Okay, G2P umetuambia asili yako ni Mbeya na this time around uko Nachingwea. Tungependa kufahamu pia ni kitu gani ambacho kimekufanya umove kutoka Mbeya kuja Nachingwea? Ni kwa ajili tu ya kufanya mziki au kuna kitu kingine ambacho unakifanya ukiachilia mbali mziki? Unajua siku zote wana hip hop wanasema ni watu wa entrepreneurship, yani ujasiriamali, uwekezaji. Sikutoka Mbeya kuja Nachingwea kuja kufanya mziki. So far nilikuja Nachingwea kikazi, by professional yangu nje ya mziki mimi ni fundi umeme. Kwa nilikuja kwa ajili ya kufanya kazi ya umeme huko. Kwa hivyo ndio kilichonileta huko. Kwa nilipokuja huko kwa nikakutana na harakati kama hizo na baadhi ya vijana, kuendeleza harakati zetu za muziki, kwa sababu pia muziki tunaufanya na kazi nyingine tunafanya, kwa sababu unajua muziki wa hip hop huwezi kufanya tu kama wanavyofanya wengine. Muziki wa hip hop lazima uinvest before, yani uwe na kazi ambayo itakupeleka ukaenda studio ukafanya ngoma. Tofauti na wengine, wao wanaamini kwamba wakifanya muziki watapata hela, lakini muziki ni procedure, it's long process. So unatakiwa kwanza uinvest ndipo ufanye kitu. Kwa unajua ni sawa na biashara. Huwezi kufanya biashara pasipokuwa na mtaji. Ila baadhi ya wasanii wengi wao wanaamini kwamba muziki utawalipa, lakini utawalipa vipi kama hawaja invest kwenye muziki? Okay. Mimi Mtata OG tumeona ukifanya nyimbo nyingi za diss track, umeona ngoma ambazo na diss watu, umekuwa ukiwasema watu tofauti hadi watu wengi wamekuwa wakikuogopa. Kwa nini uliamua kufanya mziki wa namna hiyo? Unajua katika mziki wa hip hop kuna engo nyingi za kufanya, ila mimi niliamua kukaa kwenye engo ambao ni hasi, sio chanya kama watu wengine, lakini ni vice versa pia, kwa sababu the way ninavyofanya nyimbo za kwa crash watu, kwa diss watu, pia tunaelimisha. Unajua kitu unaweza kumdisi mtu akabadilika kupitia hizo diss track, umeona? Kwa kuna vitu vingi navifanya, nimekaa kwenye engo hiyo. That's why kuna nyimbo nishaandikaga inaitwa Sauti Zimepotea, lakini Sauti Zimepotea so diss track ni nyimbo ya hamasa ambayo inaelezea uhalisia wa game la Nachingwea tangia nimefika mpaka
hapa nilipo. Kwa diss track sio mbaya. Diss track humrekebisha mtu. Ila wale wenye upenyo, yani upeo mfupi wa kufikiri, wanaamini kwamba diss track zinamcrash mtu, lakini diss track zinamweka mtu kwenye mstari. Yani kwa sababu unamuelekeza kitu ambacho kipo. Leo naandika nyimbo labda kuhusu mazingira anachingwea labda yako vibaya nini afya. Kwa watu wataanza kunichukua kwamba jamaa anatudisi, anaongelea mazingira yetu yako vibaya sio nini, lakini ili anatoa ujumbe kwa wahusika pia. Wafanyie namna hicho kitu nilichokisema. Kwa nadhani diss track kwa upande wangu sio mbaya, ila anaelimisha watu. Okay, umezungumzia ngoma ya Sauti Zimepotea. Kuna baadhi ya mistari tumeona ukiwa unazungumzia NHMG pamoja na Shirishama na zenyewe pia design kama zimepotea. Unafikiri kwa nini NHMG imepotea, haina zile movement kama long time kitambo, pamoja na Shirishama pia? Unafikiri shida ni nini? Tuanzie hapo. Nikianza nyuma kidogo kwenye kupatikana kwa NHMG na Chingwea Hip Hop Movement Group. Before, kabla sijafika, kulikuwa na kundi linaloitwa Shirishama, nadhani ndo wao ndo walikuwa na empire yao muziki wa hip hop, na Chingwea alikuwa anafanya kwa upande wao. Lakini tulivyokuja sisi NHMG pamoja kama mtu mmoja wenye kazi zao, kwa tulivyokuja sisi tulikuja kufanya mabadiliko ya muziki wa hip hop na Chingwea. So na Chingwea tu hadi kusini, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa ajue NHMG. Ilikuwa na vichwa vingi humo, akina TK Copter Malaysia, Inwabele, B Chapter, Woka, kuna Vini, Jokpozi, umeona, kina Saebi, watu kibao walikuwepo humo, yani kwa kina Mr News. Kwa tulivyokuja sisi tulikuja na engo tofauti. Tuliamua kufanya vile kwa sababu niliandika kwa nini NHMG na Shirishama imepotea. Labda niseme ilianza kupotea before au baada. Tulivyoanza sisi NHMG, Shirishama akaingia mitini, kuna nyimbo tulitoa inaitwa Shirika. Tuliamini kwamba wao, kwa sababu ni battle fulani ambayo tulianzisha, kwamba shirika kwa watu wasiojua walijua ni shirika tu, lakini ile tulitumia akili, kwa sababu hip hop is all tumia akili. Ile shirika ukitafsiri vizuri, ile title itakiwa itwe Shirishama, ila hatukutaka kwenda direct, tukaamua kuita shirika. Na ndio maana kuna vitu mle wakwambia wakifanya wao wana make complain, tukifanya sisi wana make complain. Uwezo wao mdogo is not to use your brain. Kwa tulianza kwa staili hiyo, lakini imekuja kupotea kwa sababu baadhi ya watu member ni HMG sasa hivi na Chingwea hawapo. Kina Woka, kina Babikuchi, kina Inwabele, kina Jokpozi, kina Vini. Kwa watu wengi sasa hivi hawapo. Kwa hiyo ikaonekana mwisho wa siku miaka karibuni hapa watu wote ni HMG wamepotea, kwa sababu tayari Shirishama kitambo aisha kata link kwenye game hawapo. Kwa kipindi kile tumeachia ngoma, tuambia tujibu, akwambia sisi tuko busy na maisha, tunafanya biashara, tunapiga debe. Kwa nikaona tayari na nizamu ya woga, ametuogopa, ametukimbia, akatuachia Empire. Na Empire yetu kaibeba. Japo ilikufa, niliandika vile, japo mimi ni member wa NHMG, lakini nilisema imekufa. Ilikufa NHMG, lakini sio mtata ukoo, kwa sababu kuna baadhi ya ngoma before nilikuwa nafanya zinaenda kwenye logo NHMG, lakini baadaye nikaona kwa baadhi ya kuona watu wengine wameingia mitini, nikaona siwezi kuendeleza kundi nikisimama mimi kama mimi afu ni kundi la watu wengi. Kwa that's why kwenye account nikaamua kubadilisha account. Ngoma zinapanda kwenye mtata wa 23 brand ndo zinakopanda ngoma zangu. Kuimba Sauti Zimepotea ni chachu ya kuwarudisha watu kwenye game. Kwa watu walikuwa wanaamini kwa sababu Sauti Zimepotea muziki sasa hivi haupo. Wale tu tutegemea tushika mkono na wenyewe wameingia mitini, kwa sababu tayari hatuna cha kuwashawishi. Sasa nikasema media zimekufa, ilobaki Shafii Online TV. So far ndio nao support sana. Unajua kuna media nyingi na Chingwea hapa. Lakini kitu asichokipenda wengi kwamba mtu mtata uko ni mtu wa kucrash, lakini media nyingi ambazo zimebaki zote zipo kwa ajili ya siasa, zipo kwa ajili ya mazao, wengi kwenye peji zao. Hapa katikati ndio wakaanza kukopi na kukati baada ya kuona ulisimama kwenye engo yako. Yaani una deal entertainment, lakini wao walikuwa na deal entertainment, yani entertainment ilikuwa ni kama cha kupita, lakini kwa base yao ya hizo media zao nyingi utakuta mpira, sijui utakuta mambo ya mazao, minada, siasa, sijui kampeni, lakini so far wanashindwa kuwa support wasanii wa nyumbani kwao. Leo hii ndio maana kuna baadhi ya wasanii wanakuambia kuna media sisi hazitunufaisha, hazina manufaa na sisi, kwa sababu hazitusupport direct.
Leo mimi nikasema leo media zipo, kwa nini wasiingie mtaani? Ndio maana nikaongea sauti zimepotea. Kuna Bagamawida, kuna Stima Moto, wapo ni wasanii ambao tangia nakuja hapa ni wasanii walikuwa naimba singeli, walikuwa vizuri. Kwa leo hii media zipo, kwa nini zinashindwa kuwatafuta hao watu kuuliza hawa watu wako wapi? Ndio sauti zimepotea hapa. Kuna watu wengi wao hapa kwao, ndio maana akasema wazao wamekimbia, wamebaki wakuja sanaa kuisimamia. Ukifuatilia asilimia kubwa wanaofanya vizuri na Chingwea wengi soa hapa ni wakuja, ila wengi hawajui. Labda nitolee mfano kwa watu watatu ambao ni wakuja afu wanaikimbiza na Chingwea. Kuna Rujela Icon, kuna Liz Nation, kuna Mtata Ukoo. Liz Nation watu wanajua ni na Chingwea. So na Chingwea akifuatia background yake. So hapa na wanaokimbiza game na Chingwea. Njoo kwa wazao wako wapi? Labda nitajie mzao anayekimbiza na Chingwea sasa hivi yupo. Nani? Hakuna Doxy. Doxy pia, Doxy ni mzao. Ni mzao sikatai. Lakini kwa upande wangu mimi, so wanasemaga nabii akubariki kwao, unajua? Ndio kinachotokea kwa Doxy. Azkiri Brown pia. Ndio maana nakwambia nabii akubariki kwao. Au na wataja lesewa kwa labda kwa upande wa singeli yao wanaofanya. Lakini kwa upande wangu kwa muziki naofanya mimi hawajanipa impact yoyote ambayo akashindana na mimi, kwa sababu ukiongea ukweli wanakuchukia kwamba mshikaji anaongea ukweli, kwa sababu mimi ndo mtu wa pekee wa kwanza kuandaa tamasha peke yangu, yani kipekee yangu bila kutegemea mtaji kwa mtu. Lakini hao ni wasanii wa muda, ni wazawa pia, umeona? Lakini kuna vitu ambavyo vitakiwa vifanye. Yaani wewe kama mzaa, kwa nini nasema Azkidi na Doxy siwezi kuweka kwenye hiyo karia kwamba wao wanawakilisha? Kwa nini? Unajua muziki takiwa tubebane. Ndio maana kwa sauti zimepotea, kuna vitu vingi nimeongea. Doxy, Azkidi wale tayari kidogo wamefika sehemu game limeenda. Watafute watu wapya kukava nafasi zao, lakini kinachowaponza wale wengi ni ubinafsi, kwamba haiwezekani mtafuta nyuma yangu akae nafasi yangu. Mimi nataka nikae mimi kama mimi. Kwa hiyo kitu kama hicho kwenye game hakitakiwi. Sasa sisi tukaunda kundi la NHMG, tukaandaga bato, mtu anayetaka kujiunga aje, lakini mwisho wa siku atakaingia mteni. Kuna wasanii wa hip hop kabisa wakaamua kuacha hip hop kuimba singeli kama Don Kiemba. Unaona? Karuka mwisho wa siku aliyeki yuko wapi? Hivi Don Kiemba sasa hivi anafanya singeli? Anafanya singeli Don Kiemba. Na yuko wapi? Kwa sababu niliona kwenye hip hop mara mwisho alikuwa Liwale. Kwa sijajua kwa sasa hivi yuko wapi. Lakini walisia ndio hivyo. Kwa lakini mwisho wa siku wanaowakilisha na Chingwea, wajua kuwakilisha wazawa mara nyingi hawezi kuwakilisha nyumbani kwao. Kuna watu ambao kabisa ni icon ya Chingwea ambao kwa sasa hivi wanafanya vizuri. Japo kipindi wako hapa walikuwa wanachukuliwa poa. Tunajua na Chingwea ndo kaida yao kuchukulia mtu poa nyumbani, kwamba ule sikia siku tunamuona ana maana gani, ana kitu gani. Lakini leo kimongelea DJ Mo Brown, unajua soa huko anakuwakilisha ni wana Chingwea. Kuna wakishua ni wapa na Chingwea yuko huko anawakilisha. Kuna DJ Pancho, kuna Zedo Platvox. Unaona? Majiant hao wataja wote ni wana Chingwea, lakini anawakilisha maeneo mengine. Lakini ambao wako hapa nyumbani hawajai kudeserve kuwakubali. Wanakuja kumkubali mtu kipindi ameshatoka, ni kwamba hayupo, ndio unajua jamaa yule alikuwa anafanya, kumbe pengo lake tunaliona. Kwa wale waliobaki hapa na Chingwea, waliotoka waliona hapa na Chingwea ni pagumu, na ugumu unasababishwa na baadhi ya watu. Kuna matamasha yapo itakiwa yaandaliwe, wasanii wa nyumbani waitwe, wasanii wa nyumbani wasaminiwe kama wanavyosamiwa watu wengine. Let's say leo namleta msanii kutoka hapa Mtwara, anakuja hapa na Chingwea kufanya show. Msanii wa Mtwara unamlipa labda msanii X, lakini huyo msanii X ambaye anakuja na Chingwea kufanya show anasindikizwa labda na Liz Nation. Mwenye show amefunikwa na msindikizaji, alafu yule aliyekuja amelipwa, alafu aliyefanya vizuri hajalipwa. Kwa hiyo na Chingwea wasanii wanazalaulika, ila muda mwingine kuzalaulika kwa wasanii kunatokana na wenyewe wanajishusha thamani. Yaani leo umesema labda tukubaliane wasanii kwamba jamani hatuwezi kufanya show mpaka tulipo. Sawa, tunakubaliana ikiandalia tamasha passport tuambie hatufanyi. Sawa. Yanaandaliwa matamasha hapa. Na Chingwea ni ngumu kwa sababu tamasha zinazoandaliwa na Chingwea hazifuati protocol. Yaani zipo tu kizushi tu, kwa sababu haya matamasha, kwa sababu mimi hapa ni kama katibu. Unajua katibu ni mtendaji mkuu wa wasanii wala na Chingwea.
lakini hamna tamasha ambalo limefanyika na Chingwea mimi nikafuatwa. Kisa wanaamini ambao walioko juu. Ndio maana nikasema tatizo sio sisi, tatizo ni wao. Walioko juu wao ndio wanaoharibu mfumo wa chini. Wanavaa suti safi lakini moyo umejaa madoa. Kivipi? Leo hii ukitaka kuandaa tamasha lote na Chingwea, watafute kwanza wasanii wa nyumbani, tafuta uongozi wa nyumbani wa wasanii. Tunataka tuandae tamasha. Nitafutie wasanii. Wasanii wapo wengi wenye vipaji vikali kuliko wao nao waamini ambao kila siku mnawataja kwenye vinywa vyenu. Ndio maana mara nyingi waamini na wakataga. Kwa sababu utakiwa walete watu wapya. Yaani shida wale ni machawa. Ndio maana mnaona nyinyi wanakubalika. Ila wakisimama nje ya uchawa hawezi kukubalika. Sisi ambao tumesimama nje ya uchawa tunafanya vitu wanachuchukia kwamba mshikaji wa kazi yake kudisi tu, lakini sio kudisi, hiyo ni ukweli, ni mentality ambayo na Chingwea itabaki mpaka kiyama wasipojirekebisha. Tatizo sio sisi siku zote, tatizo ni wao. Yaani mfumo ule ubadilishwe, yani utolewe ondolewe. Leo mtu anakuja mtu mgeni kuja kufanya mapinduzi, huwa hawataki. Kwamba wewe unataka kufanya mifumo gani, hatutaki. Tamasha nyingi zinaandaliwa. Japo kula wasikii keleza wasanii, zinaandaliwa tamasha, mnakuja mnafanya show, mwisho wa siku kule juu akwambia limetoka. Huku msanii hajapata, ile imeishia wapi? Huo ndio mfumo ambao itakiwa uvunjwe. Yaani tufanye kazi kiprofessional. Tusifanye kazi kujuana kimazoea. Tukifanya kazi kwa kujuana na kimazoea, ndipo hapo hatuwezi kufikia lengo. Tutaendelea kulalamika kila siku wasanii na Chingwea. Na Chingwea wasanii hawalipwi, ndio maana sio wanakataa sio nini, lakini mwisho wa siku kinachosababisha ni mfumo dume ambao upo na Chingwea. Sanaa haiwezi kutoboa. Okay, kwa hiyo natuambia wasanii waache uchawa lakini kuwe na mfumo ambao umenyoka ili sanaa iweze kwenda, sio? Mfumo lazima, mfumo upo, ila huo mfumo waupe mkono, ushike mkono, kwa sababu kuna afisa utamaduni ndio anayesimamia sanaa zote. Yule itakiwa anzie kwa yule. Ikitoka kwa afisa utamaduni anakuja kwa mwenyekiti, katibu, wanakaa mezani, tunaandaa jambo hili. Tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Wewe kama leo umeandaa tamasha, afisa utamaduni hajui, mwenyekiti, katibu wa wasanii hawezi kujua pia, kwa sababu mwenye sekta yake hajaambiwa na hajapewa majukumu. Hata kama kipewa majukumu, bado itakuwa ni ngumu. Baadhi ya wasanii wao stari ni wanaonekana wao ndio kila kitu. Mnakubaliana hapa. Ufu kibaya zaidi, unajua game bwana, hizi game hizi na kitu kimoja cha ajabu sana. Kwa sababu leo hii unaweza kaandaa show Shafii, ukafanya fresh. Kimya. Mwanangu haina hela. Siku mbili tatu sisi tunakutana tunapiga story. Mwanangu ile show siku ile mimi nilipewa 50,000. Kumbuka alisema hela hakuna. Wamezungukwa, kuna wasanii mwapa fedha, wengine hawajani. Bora Chingwea ina cycle ya uchawa na unafiki. Yaani anang'ata na kupuliza kama panya. Kwa sababu leo hii unaandaa tamasha sima bure. Unafanya kumbe kuna wengine wamelipwa. Afu wale waliolipwa ndio wanakuja kukuchoma. Wanakuja kusema wanapiga story, mmesahau 2-3. Mwanangu siku mimi nilipo, wanangu wewe vipi? Mimi mwanangu nilikuja tu kusupport. Shindo tu kumwambia ukweli kwamba kumbe, na ndio maana kuna baadhi ya wasanii huwa hatuhudhuriagi kwenye matamasha aina yoyote yale. Muda japo mwingine mimi nilikuwa najitoaga, kuna kipindi nilikuwa najitoa. Yaani bora nifanye mimi, wengine waende. Nadhani ilikuwa ndio slogan kubwa ni HMG. Sisi tulikuwa tufanye ili tuende sisi. Ndio maana tukiangalia muda ule, yani sisi tulikuwa tunapambana, yani game liende. Ndio maana kwa sababu sisi kuna watu tulai kusubutu japo watu hawezi kutu appreciate. Unajua sisi tushafanyaga ile hip hop na Cypher ama Twiz ile matwani ile. Nakumbuka. Unaona tulienda Mtwara tulifanya, tukaenda Masasi tukafanya, tukaja na Chingwea tukafanya. Lakini ile ni passion ambayo tulikuwa tunaipenda, lakini kuna wengine waliambia twende. Wakaanza kuleta complaint kibao. Mwanangu sasa nitakujaje huko? Mimi sina hela, sina hivi. Lakini mwisho wa siku wakati show za nyumbani wanafanyishwa mpaka saa 8 usiku, hawalipi chochote. Wanafanya bure kabisa. Wanafanya bure. Lakini kwenye movement ambayo unatakiwa upate fan base hawaitaki. Na siku zote wasanii wasiamini kwamba labda show ya kitu fulani inaweza kumpa umaarufu. La hasha. Jitafute kwanza ndipo utapata umaarufu.